Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Karibu tuweze kuangaza habari usiku huu wa leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Uko nami Juma Mohamed, nitakuja kuambata nawe hapa katika habari za kitaifa, habari za kimataifa sambamba na habari za biashara na uchumi. Wakati kwenye upande wa habari za michezo na burudani, Esther Mtebe atakuja hapa kutujuza zaidi kunani hasa katika viwanja mbalimbali. Una nafasi ya kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye Instagram page yetu pia, lakini pia una nafasi ya kufuatilia kwenye ile application yetu ya Channel 10 Tanzania. Ipakue alafu kisha nenda pale kwenye Channel 10 Plus uweze kufuatilia muda huu na uweze pia kuandika arafa yako ama ujumbe wako mfupi kupitia kwenye platform zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na X na Thread, kote tunapatikana kama Channel 10 Plus Tanzania. Karibu sana. Askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mwadhana Polycarp Kardinali Pengo, aliyefariki dunia usiku wa jana Februari 19, 2026, anatarajiwa kuzikwa Jumamosi ya wiki ijayo Februari 28, kwa mujibu wa taarifa ya kanisa hilo Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Hayati Polycarp Kardinali Pengo alifariki dunia akiwa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Tupate undani wa taarifa hiyo. Ikumbukwe kuwa Polycarp Kardinali Pengo alistaafu rasmi kama askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam mwaka 2019 baada ya kufikisha umri wa kustaafu, ambapo mrithi wake ni askofu mkuu wa sasa Mhashamu Tadeusi Ruwaichi. Mwadhama Kardinali Pengo alipata daraja la ukardinali mwaka 1998 alipotunukiwa na Papa Yohane Paulo wa pili na kuwa Mtanzania wa pili kuwa kardinali baada ya Mtanzania aliyemtangulia hayati Kardinali Laurent Rugambwa aliyefariki mwaka 1997. Kardinali Pengo alizaliwa Agosti 5 mwaka 1944 huko Mwazie mkoani Rukwa na alipata daraja la upadri Juni 20 mwaka 1971. Na baadaye mwaka 1983 aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea na baadaye Tunduru Masasi, kabla ya kuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam mwaka 1998. Katika utumishi wake, hayati Polycarp Kardinali Pengo, ambaye alikuwa msomi wa falsafa ya maadili moral theology, alichangia sana katika kueneza imani na huduma za kijamii, kuhubiri kwa nguvu umoja wa kitaifa, haki na utunzaji wa jamii. Na katika utumishi wake, hayati Pengo alianzisha na kupanua parokia nyingi za Jimbo Kuu la Dar es Salaam na maeneo mengine. Pengo atakumbukwa kwa mambo mengi, ikiwemo ni pamoja na kuendeleza huduma za kijamii, ikiwemo elimu na afya nchini chini ya Kanisa Katoliki na kutetea umoja wa taifa kwa jamii. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Mimi ni Esther Mtebe na hii ni Channel 10. Asante Esther Mtebe. Bado tukisalia hapo kwenda kupata hisia za waumini, ambapo waumini wa Kanisa Katoliki waliofanya mahojiano na kituo hichi wameeleza masikitiko yao kufuatia kifo cha askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, aliyefariki dunia usiku wa kuamkia leo jijini Dar es Salaam. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, waumini hao wamesema kuwa wamepokea taarifa hizo kwa majonzi makubwa, wakimtaja marehemu kama kiongozi aliyekuwa na mchango mkubwa katika kukuza imani, mshikamano na maadili ndani ya jamii. Wameeleza kuwa Pengo alijitolea maisha yake kulitumikia kanisa na taifa kwa ujumla. Wamemwelezea marehemu atakumbukwa kwa busara, unyenyekevu na msimamo wake katika masuala ya kijamii na kiroho, ambapo wamesema pengo lake halitazibika kwa urahisi kutokana na mchango wake mkubwa ndani na nje ya kanisa. Tupate nafasi ya kuwatazama na kuwasikiliza wakati wakizungumza na kituo hichi. Kwa jumla tuseme ni baba mwenye karama ya utulivu, mvuto wa mafundisho kwa wakubwa, wadogo, wote, watu wa rika zote. Alikuwa na mvuto mzuri sana. Sikuweza kuona lugha au toni ya kwamba amekasirika. Kama alikasirika labda kiungwana kabisa. Pengo alikuwa ni kiongozi mtaratibu, mnyenyekevu, alikuwa ni mtu wa kupenda unyenyekevu. Ni mtatuzi wa haraka sana. Alikuwa anatatua kikanuni haraka sana, na mapadri wake alikuwa anakaa nao vizuri kwa kuwarekebisha, kuwahoji, kufanya nini, kuwatia katika mipango na mambo na kisasa kinavyokwenda. Kwa ni kiongozi anayekupa moyo, anakufanya usikate tamaa. Mara ya mwisho nimekutana na marehemu
Makurunge. Ni parokia nafikiri alikuwa anaihudumia kwa kiasi fulani, akatuhamasisha kwamba ni parokia ambayo bado maendeleo yake ni madogo, akatuhamasisha kuchangia na nini. Yaani alikuwa ni mtu wa kukutia moyo saa zote. Haya, tukitoka hapo tukaangaze habari nyingine ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Balozi Emmanuel Nchimbi amekutana na kufanya mazungumzo na mabalozi wa nchi za India na Qatar hapa Tanzania, ambapo pamoja na mambo mengine mazungumzo yao yamejikita katika kuimarisha ushirikiano wa pande hizo mbili. Ifuatayo ni taarifa kamili. Naam, tukitoka hapa jijini Dar es Salaam tuelekee huko jijini Nairobi, ambapo jijini Nairobi nchini Kenya, ubalozi wa Urusi jijini Nairobi nchini Kenya umekanusha madai ya nchi yao kuhusika katika kuwasajili wa Kenya kwenda kupigana vita nchini Ukraine kinyume cha sheria. Zaidi tumsikilize mwanahabari wetu. Kupitia taarifa yake, ubalozi huo wa Urusi nchini Kenya umesema mamlaka ya serikali ya Urusi haijawahi kushiriki katika usajili haramu wa Kenya katika jeshi la nchi hiyo. Pia umesema hujawahi kutoa vibali vya kusafiria kwa Wakenya wanaotaka kwenda Urusi kwa lengo kuu la kushiriki katika kile ilichokiita operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, na kuongeza kuwa chini ya sheria ya Urusi raia wa kigeni wanaweza kujitolea kusajiliwa jeshini. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya hakuweza kufikiwa mara moja kutamka kuhusu taarifa hiyo balozi wa Urusi. Lulu Ali, Channel 10+. Lulu Ali kwa taarifa hiyo. Ukosefu wa elimu ya fedha na biashara vimetajwa kuwa changamoto kubwa kwa vijana wanaotaka kujiajiri, jambo linalosababisha wengi wao kushindwa kuanzisha au kuendesha biashara zao kwa ufanisi na uendelevu. Leonard Mwacha ni shuhuda wa taarifa hiyo. Hii ni pamoja na kushindwa kutambua vyanzo vya mitaji, masoko na udhibiti wa fedha. Profesa Eliamani Sedeyoka ni mkuu wa chuo cha uhasibu wa Arusha. Anabainisha mipango ya serikali kupitia chuo hicho katika kukabiliana na changamoto hiyo, haswa kwa vijana wanaofika chuoni hapo. Kwanza akifika anafundishwa jinsi ya kuchukua lile wazo lake, kuligeuza kuwa maandishi na kutoa mpango wa biashara. Lakini baada ya hapo sasa tunaanza masomo mbalimbali. Elimu ya biashara kwa ujumla wake na elimu ya fedha na ile nidhamu ya fedha. Sasa elimu ya fedha inahusisha mambo mbalimbali ikiwemo jinsi ya kupata fedha. Na mara nyingi huwa tunawashawishi kwamba anza na chochote ambacho unacho. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba hawa vijana kwanza wanapata hilo. Sasa mitaji wanapata wapi? Sisi kama chuo tayari tumetenga fedha kwa wanafunzi ambao watahitaji mitaji. Hata hivyo, vijana wametaka kuongezwa kwa wigo wa utoaji wa elimu ya fedha, hasa kwa makundi yasiyo kwenye mfumo wa elimu. Kama kuna uwezekano wapite mtaani. Mimi hapa naweza nikawa naelewa labda hivi nikipata hela nikimaintain kwa hichi na hichi na hichi na hichi itakaa sawa. Kuna mwingine hicho kitu yeye haelewi. Mtu anataka kupata fedha, lakini kama hauna elimu ya kuitumia fedha utaitumia vibaya tu mpaka itaisha, utakuwa tena utaanza kutafuta upya. Lakini kama una elimu ya kifedha, unajua kwamba hii nimepata labda 200,000 niendeshee hivi na hivi, nikapata biashara nikafanya kazalisha. Lakini tunapopata hela hatuzalishi, tunatumia tu. Kwa mtaani huku asilimia kubwa ni ambao tayari umefeli, sasa unataka kujikwamua. Sasa mtu wa chuo huwezi ukamfananisha na mtu wa mtaani, sababu tayari mtu wa chuo ana target zake. Kwa hiyo huku mtaani elimu ni muhimu zaidi. Katika hatua nyingine, chuo hicho kinaendesha mafunzo kwa wafungwa wanaokaribia kutoka gerezani ili kujipatia kipato na kuepuka tabia hatarishi pindi watakapotoka. Kati ya mashirikiano yetu sisi na Jeshi la Magereza, tumekuwa tunaweza kufundisha wale walioko gerezani ambao wanakaribia kutoka, tunawapa ujuzi na elimu za fedha ili wakitoka wawe na shughuli za kufanya ili wasije wakajikuta tena wamerudi. Na hiyo tunafanya kidijitali. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha. Tuelekee huko mkoani Kigoma. Zaidi ya wakazi 187,438 wa kata 12 za halmashauri ya Kasulu mkoani Kigoma wanatarajiwa kunufaika na mradi mkubwa wa maji wa miji 28 unaoendelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 34.67, ambapo kukamilika kwa mradi huo utaenda kuondoa adha kubwa ya maji kwa muda mrefu katika maeneo hayo. Taarifa zaidi na Kisa Mwaipiana. Hivi ndivyo katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenas Labani Kiongozi alipowasili katika wilaya ya Kasulu hapa mkoani Kigoma.
Hili vazi lilikuwa linatokana na magoli ya miti. Wakati wa mchana ilikuwa ni vazi, usiku blanketi, usingizi kama kawaida. Mtazamaji wa Channel 10, mradi huu mkubwa wa maji wa miji 28 unatarajiwa kukamilika Julai 10 mwaka huu. Anapiga mwingi na maendeleo na yapo mengi. Lakini tumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa usimamizi mzuri wa mradi huu. Huu mradi ukitazama unaona fedha kweli iliyowekwa. Mwenye macho haambiwi atizame wala masikio afanye nini? Asikie. Awali, katibu mwenezi alitembelea mradi wa ujenzi wa ofisi ya mkurugenzi katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Ujenzi ambao unatekelezwa kwa takriban ya zaidi ya bilioni 3. Lakini pia aliweza kutembelea mashina mawili yaliyoko katika wilaya hii ya Kasulu. Kila mtu atimize wajibu wake. Acheni watu viongozi wawajue kwa utendaji wao wa kazi. Msipeleke vimemo na maneno yatapunguza morali ya kazi. Viongozi tushirikiane kufanya kazi. Tusitafute ubabe, tusitafute nani bora, tusitafute nani mwenye nguvu. Nyie wote hamna nguvu, hata mimi sina nguvu. Mwenye nguvu ni Mungu peke yake. Kutoka katika wilaya hii ya Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kisa Mwaipiana wa Channel 10. Asante Kisa Mwaipiana. Tuelekee huko Urambo mkoani Tabora. Kufuatia kuanza kwa mavuno ya zao la tumbaku huku msimu wa masoko ukitarajiwa kuanza hivi karibuni, wakulima wa zao hilo wilayani Urambo mkoani Tabora wamepigwa marufuku kuchanganya tumbaku safi na chafu wakati wa kuuza tumbaku yao kwa lengo la kuongeza uzito ili kujipatia kipato zaidi, ambapo mkulima atakayebainika kufanya hivyo atachukuliwa hatua za kisheria ikiwemo kutaifishwa kwa tumbaku yake pamoja na kutozwa faini ya shilingi 500,000. Taarifa zaidi na Adela Moses kutoka mkoani Tabora. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Urambo Dr. Hamisi Mkanachi alipokuwa akizungumza katika zoezi la upandaji miti lililofanyika katika shamba la chama cha msingi Nsanjo wilayani humo, zoezi ambalo ni sehemu ya mpango mkakati wa bodi ya tumbaku unaolenga kulinda ubora wa zao hilo na kutengeneza tija kwa wakulima. Ukikamata wewe na ngulai kwenye mnada au kwenye soko, tutakachokifanya kuomba kibali cha mahakama tuiuze ile tumbaku, fedha ile iingie kwenye mfuko wa halmashauri. Katika hatua nyingine, Dr. Mkanachi amepiga marufuku matumizi ya wanafunzi na watoto katika shughuli za kilimo cha tumbaku, akitangaza kuanza kwa operesheni maalum ya kuwasaka na kuwachukulia hatua wote watakaobainika kuwahusisha watoto katika shughuli hizo kinyume cha sheria. Atakayekutwa anatumikisha watoto na yeye pia ataadhibiwa. Tutawakomisheni watendaji na wenye viti na ndugu zetu wa sungusungu watusaidie katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti hilo. Kwanza ni kutoa elimu kwa wakulima. Tunapoenda kwenye utekelezaji sasa wa swala lenyewe la masoko, kuna adhabu mbalimbali zimeandaliwa kwa wale ambao watakuwa wamekiuka. Naamini msimu 2025 2026 tutafunga tumbaku kwa usahihi. Kutoka hapa wilayani Urambo mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Kutoka Tabora moja kwa moja tuelekee huko wilayani Butiama, ambapo mkuu wa wilaya ya Butiama Tekla Mkuchika ameongoza zoezi la kufyeka na kuteketeza hekari 3 za bangi katika kijiji cha Mirwa, huku akiliagiza jeshi la polisi kuendelea na msako mkali katika maeneo ya milimani, kwani huko ndiko kilimo cha zao hilo inafanyika kwa kiasi kikubwa. Taarifa zaidi na Musa Bakali inasomwa hapa studio na Lulu Ali. Ukitazama unaweza kuzani bustani ya mazao halali kabisa ambayo yanapaswa kutumika kwa kila mwanadamu. La hasha. Hili ni zao haramu kabisa kwa nchi ya Tanzania. Vyombo vya usalama hapa wilayani Butiama iliyochukua takriban masaa 3 hadi 4 kulifikia shamba hili kupitia intelijensia kali ya vyombo hivi na misako inayoendelea. Tumefika, nimeshuhudia bangi, na kwa mamlaka niliyopewa na sheria ninamwelekeza OCD wa wilaya ya Butiama mashamba haya ya bangi ziteketezwe kwa kuchomwa moto. Na hapa mkuu wa wilaya ya Butiama Tekla Mkuchika onyo analitoa kwa wale wote wanaojihusisha na vitendo hivi, kamwe hawatabaki salama katika hili. Tuache na kemea mara moja biashara hizi. Haziendani na wilaya yetu ya Butiama, wilaya ambayo kiukweli tunasema ni wilaya takatifu. Tuendelee kumwenzi baba wa taifa kwa kufanya mambo mema.
Hawa raia wanaofanya biashara hizi sisi hatutakubali. Mimi kama mkuu wa wilaya Butiama sitakubali. Tutaendelea kuwakamata, tutaendelea kuongeza ulinzi na upelelezi wa kutosha kuhakikisha wananchi wote wanaofanya biashara hivi tunawakamata mara moja. Lakini pia naendelea kuwapongeza jeshi la polisi kwa hatua hii kubwa sana ambayo wameifanya. Waendelee kuwa macho kuhakikisha wilaya yetu ya Butiama inakuwa salama. Pia katika hatua nyingine, awataka wasamaria wema kuendelea kutoa taarifa katika maeneo yao wanapobaini viashiria vya namna hiyo. Kubali wilaya ya Butiama, wananchi wangu waendelee kufanya biashara hii. Natoa rai kwa wananchi waendelee kutoa taarifa kwa serikali ili sisi tuweze kuwakamata na kuwachukulia hatua za kisheria. Wananchi wapande mazao ambayo ni rafiki, yanayokubalika na jamii, lakini mazao ambayo serikali pia inaunga mkono. Tunayo rutuba ya kutosha, tunao mazao mengi kabisa kwa Butiama. Tunaweza kulima. Ni marufuku kabisa. Nakemea leo hii. Sitegemei kusikia hii habari kwa wilaya ya Butiama. Uli hivi waachane na hili zao kwa sababu hata serikali yenyewe inapiga vita na linaharibu watu wanaotumia bangi. Lulu Ali, Channel 10+. Asante Lulu Ali kwa taarifa hiyo. Kwingineko, wananchi wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini hususani wa mkoa wa Songwe wametakiwa kutumia fursa zilizopo ndani ya mikoa huo ili kuwekeza na kukuza uchumi wao na taifa kwa ujumla, pamoja na kuondoa dhana potofu ya kwamba masuala ya uwekezaji yanawahusu zaidi wananchi kutoka mataifa ya kigeni. Taarifa zaidi na Rose Chapewa. Timu inayohamasisha uwekezaji kutoka Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi Tanzania TISEZA iko mkoani Songwe ikihamasisha wananchi kuwekeza na imetembelea baadhi ya maeneo ambayo yamewekezwa na Watanzania. Meneja wa uhamasishaji kutoka TISEZA Daudi Rigamba akatoa mwito huo. Na sisi kama mamlaka ya uwekezaji tungependa kwa kweli sehemu kubwa ya uwekezaji ambao tunauhamasisha na kuvutia uwe kwa ajili ya Watanzania. Kampeni ya uhamasishaji wa uwekezaji wa ndani kwa lengo zima la kuondoa dhana ya kwamba mwekezaji lazima awe mtu wa nje au mzungu au awe na kalakala fulani. Sasa kwa sababu hizo tukasema kwamba ni vyema tukakutembelea kama hivyo kwa mmoja wao au kuhamasisha Watanzania wengine pia watambue kwamba uwekezaji sio lazima uwe mtu wa nje, hata wa ndani anaweza. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame ameeleza namna mkoa huo ulivyojipanga kupokea wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Mkoa wetu wa Songwe tayari umetenga maeneo yapatayo 16 yenye hekari zipatazo 4204 na kati ya hekari hizi tayari zaidi ya 70% tayari maeneo hayo yamepimwa na yametengwa kwa ajili ya kufanya uwekezaji kwenye sekta ya viwanda. Kwa hiyo tuna fursa kwenye eneo la uzalishaji wa mazao ya kilimo, tuna fursa kwenye eneo la uchakataji na kuongeza thamani mazao ya kilimo. Tuna fursa kwenye maeneo ya viwanda na biashara, tuna fursa kwenye eneo ya sekta ya madini, lakini tunazo fursa zingine nyingi sana ambazo bado zinahitajika watu waweze kuwekeza. Nimezungumza na baadhi ya wawekezaji wa ndani wa Kitanzania ambao wamewekeza mkoani Songwe, nao wakawa na haya. Kwa Watanzania wenzangu wafahamu kwamba mazingira yamerahisishwa zaidi na watu wanaweza kupata huduma wakati wowote za kiuwekezaji. Kwa hiyo nashauri Watanzania wawe na uthubutu. Tusijifiche sana, tuwe na uthubutu. Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Asante Rose Chapewa kutoka huko Songwe. Waswahili walisema muungwana akivuliwa nguo basi huchutama. Hii imemhusu zaidi rais wa zamani wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol, ambapo rais wa zamani wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol leo ameomba msamaha kwa umma siku moja baada ya kuhukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kuongoza uasi. Tupate taarifa zaidi kwa simulizi ya habari hiyo. Katika taarifa iliyotolewa kupitia mawakili wake, Yoon mwenye umri wa miaka 65 amesema anaomba radhi kwa kusababisha taharuki ya umma kupitia amri yake ya sheria ya kijeshi. Yoon amesisitiza kuwa alichukua hatua hiyo ambayo haijawahi kushuhudiwa kwa manufaa ya nchi hiyo ya Korea Kusini na raia wake, huku akiitetea kwa kusema alitaka kulinda utaratibu wa uhuru wa nchi kutoka upinzani ambao wamedai uliingiliwa na wakomunisti na wanaoliunga mkono taifa jirani la Korea Kaskazini. Hata hivyo, Yoon amedai kulengwa kisiasa na kuyataja mashtaka dhidi yake kuwa ya uongo
na akawaambia wafuasi wake kwamba mapambano bado yanaendelea. Jocelyn Zefania, Channel 10 Plus. Asante Jocelyn Zefania. Tuelekee huko nchini Ujerumani ambapo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anawania kuchaguliwa tena kwenye wenyekiti wa chama cha kihafidhina cha Christian Democratic Union CDU katika mkutano mkuu wa chama hicho utakaofanyika mjini Stuttgart. Merz anasaka uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wajumbe wa chama hicho kwa mara ya kwanza tangu kuwa kansela mnamo mwaka 2025 mwezi Mei, huku wajumbe wakitarajiwa kumpigia kura hoja kutoka kwa kamati kuu ya utendaji. Naye kansela wa zamani Angela Merkel anatarajiwa kuhudhuria kongamano hilo la siku mbili kama mgeni rasmi, hii ikiwa ni mara yake ya kwanza kushiriki mkutano wa chama cha CDU tangu alipoondoka madarakani mwaka 2021. Ndio tamati ya habari za kutwa hivi leo, zile za kitaifa na kimataifa, lakini kwa sasa tupate mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutakuja kuangaza habari za biashara na uchumi. Bado uko nami Juma Mohamed, endelea kubaki na Channel 10 Plus.